بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Tushawahi kuzungumza katika baadhi ya nasiha juu ya kuhifadhi dawa na kufanya ihtimam katika durus na watu kujimiza na kuzuia darasa na kufanya kazi yale ambayo tunajifunza. Na tunasema hivyo kwa wengi wenu hamjui, na sisi tulipendea muda mwingi kunyamaza, hatukupenda kugusa lolote katika yale ambayo hamuyajui. Lakini mandhari ya dawa na hali ya vituo tunavyofanya dawa viko katika mashambulizi makali baina ya tahdhir ya vituo na tahdhir kwa wale ambao wanasimamia vituo na tahdhiri katika dawa. Katika vitu vya hatari ni mtu kuwazuilia watu na ilmu ya dini. Ni vitu vya hatari sana, bali anaowazuilia watu na dini sahihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith ya Ibn Mas'ud aliposema khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan faqala hadha sabilullah وخط خطوطا عن يمينه وشماله فقال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم alichora mstari mmoja umenyoka hivi, baadhi ya raya imekuja khattan mustaqima, mstari umenyoka, akasema hii ndio njia ya Allah hii. Kisha akachora mistari kulia kushoto, asema hizi ndio njia za shetani. Kila njia na shetani wake analingania watu. Dawa sahihi ni Qur'an na Sunna. Dawa sahihi ni ile ambayo imekuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dawa sahihi ni kauli za masahaba na mwendo wa masahaba, ndio dawa sahihi. Sasa labda mimi niwaulize nyinyi wenzangu, wanafunzi wenzangu, toka tumeanza kufundisha hapa, mmewahi angalau mara moja kusikia sisi tumelingania watu bid'a na kufundisha bid'a? Mara moja, kauli moja. Mmewahi kusikia mimi katika ufundishaji wangu nimefundisha bid'a au nimezungumza tamko la bid'a na kulingana watu bid'a? Bila shaka la, kwa sababu rekodi zipo. Anasema nimewahi, leta rekodi tusikilize, tujue kwa nimezungumza bid'a, tutaraje, tulete tauba. Awalan. Thania, je, katika durusu zetu sisi zote, sawa durus, khutba, muhadhara, nasiha, mmewahi kusikia sisi tunalingania watu na maasi au mukhalafa, kuhalifu Qur'an na Sunna? Mmewahi? Bila shaka la. Sasa nataka niwaonyeshe maajabu hapa, na hili nalizungumza kwa makusudi kabisa, kwa sababu ya kukiokoa kituo na kuviokoa baadhi ya vituo. Kuna risala hapa nimetumiwa, hivi vitu vya WhatsApp hivi. Kuna magrupu ya WhatsApp huko duniani. Kuna grupu inaitwa hivi Durus Ilmiyati Online, na mimi huwa napenda nitaje ili wenyewe wakiweza kujibu wajibu kwa elimu kabisa, si masuala ugomvi, mtu ajibu. Vitu hivi hatukupendelea kuzungumza. Mimi mara nyingi mambo kama nazungumza na wanafunzi huko juu, kwa sababu huko tuko huru zaidi huko, lakini nazungumza na hapa kwa sababu kituo hichi kimetajwa katika hili. Nazungumza na hapa kwa sababu hichi kituo Masjid Sunna Msasani kimetajwa. Hii online ya durus online, hii durus kwanza, hii durus online ifahamike. Hii durus online ni baadhi ya wanafunzi wa Masjid Umar bin Khattab, Masjid ya Irshad, sawa, watu wa Umar bin Khattab, yakina Mujahid, yakina Misimamo, daktari hao ndio wasimamize Irshad, ambao ndio wao durus online. Sawa Sheikh, nataja ili mfahamu kwamba je, hivi tunavokaa na huu uslubu tunakwenda nao. Hii risala nasema hivi, haifai kusoma. Ukisema haifai maana yake nini? Haramu.
Ukenda kusoma sehemu unapata dhambi. Ndio maana kwa haifai kunywa pombe. Ukunywa pombe unapata dhambi. Kwa hiyo nyinyi ndugu zangu hapa mlokuja darasani nyinyi kwa itikadi yao nyinyi mko kwenye dhambi. Hapa sisi tuko ndani ya madhambi. Kwa hiyo risala naisoma kama ilivyoandikwa, sababu sikuandika mimi. Wakiwa na jawabu watajibu, si masheza wapo. Wajibu, wakishajibu na sikiza jawabu iko sawa na rekebisha. Wajibu kama amekosea sio tumekosea alafu asaishi. Lakini kuna vitu vya mujamala. Hawa watu wanaopiga vitu. Lakini wakija hapa watajifanya kupoa mpenda fulani, wako na fulani, wanacheka na fulani. Ukirudi katika majali ya dawa ni watu ambao, na ndio maana kwa unakuta inaingiza chuki chini kwa chini kwa sababu ya hawa watu. Na pia watu wengine mtu anachukia na fulani, unagombana na fulani kwa sababu ya hawa watu. Wanatuvurugia dawa, wanatuharibia vituo, wanatutukana. Sasa huu ni ushahidi. Ushahidi huu unawahusu hawa kina Daktari Mujahidi, si wanawahusu hao kwa sababu ni wa kwao. Wakisema wahusu wajibu, alafu waseme kwamba hatukusudia Masjid ya Msasani. Na wakisema kusudia Masjid ya Msasani kuna masefani kwa mtu fulani labda. Lakini kama Masjid ya Msasani inajulikana kwa watu fulani wanasoma hapo. Sasa naisoma hii risala, sikilizeni. Haifai kusoma katika vituo hivi, ni vya makundi mapotofu na yenye itikadi za kihizbia. Ukisema hizbia wengine hamfahamu, ukisema itikadi za kihizbia ni itikadi za bid'a. Ina itikadi za watu ambao hawako katika sunna, watu ambao watu wa tarika labda uko maditu ambao hayako sawa. Sisi hapa tunaambiwa sisi ni watu wapotofu na ni watu wenye itikadi zilizokuwa nini? Za kihizbi. Itikadi za kihizbi ni itikadi za bid'a. Ndio maana nikauliza mwanzo, mshawahi kusikia sisi tunafundisha hapa bid'a? Mwaje kusikia? Bila shaka la. Sasa sikia hii janga ile. Wakataja vitu wasema cha mwanzo Boma Ng'ombe, Masjid Uthman bin Affan kule kwa Akhi Abu Hatim. Namba 1 imewekwa. Nambari 2 ikawekwa Masjid Sunna Msasani. Hivi unajua kuna Masjid Sunna huko? Wewe unasema Masjid Sunna ipo? Nipi? Si ndio hii? Sasa hii angalia hatari kwamba huenda sisi tuna husnul dhann, na bila shaka Muislamu na kwa husnul dhann na kila mmoja wa sababu Muislamu tuna mapenzi pengine baina yetu kuwapenda. Lakini je, hawa watu wanatupenda na wanapenda kituo chetu na wanatokea kheri msikiti? Ije mtu aliyekuwa hajishughulishi na elimu, hana itimamu na elimu, anasikia tu maneno kwamba pale haifai kusoma, hajaye kuja darasani, hajaye pengine hata mara moja kusikia hata kalima, atakuja. Bila shaka hali ukishambua watu wapotovu, ina maana kila mmoja yuko tayari kusoma kwa watu wapotovu. Na ndio maana si hatuendi kusoma kwa makadiani wala mashia. Sasa unajua wao wapotovu wao. Huendi kusoma hata Qur'ani kwa Shia, hukai darasani kusoma Qur'ani ile ambayo ni kitabu Allah. Usomi. Sasa huyo jamaa kapotea taniafe. Kwa Masjid Sunna Msasani imetajwa, Gongo la Mboto kwa Mkolemba. Kule ndiko mimi bwana. Wewe Masjid imetajwa na Masjid Albani Buguruni, Markazi Imam Shafi Singida ile kwa Akhibabu huko imetajwa. Mahali Imam Shafi Tanga, Markaz Darul Ulum Tanga, hii zingine za au jamaa ingawa wamezitaja na Masjid Salafi Mwandege mtaa Kariakoo, Masjid Salafia Hai Kilimanjaro. Masjid Salafia Kilimanjaro kwa akhi Abu Khattab. Wakasema hivi, na vituo vingi vya kihajawira na kihizbia Ansari Sunna. Amesema Imam Muhammad bin Sirin, na hadha ilmu dini fanzura man takhuduna dinakum, kama vile kusema kwamba maneno haya jamani nawaambia kwa sababu kuna kauli ya huyu Imam Muhammad bin Sirin tabi'i, kwa kokoteza maneno yake muyachukue jamani, na hapa nasiha dini hii, ilmu ndo dini yenyewe, msisome kwa watu. Hiyo ndo hatari. Mwisho wa nukuu zake na maelezo yake anasema katika hii message, anasema vuna thawabu, chuma kwa maana thawabu kwa kusambaza kwa wengine, kwamba hii si shehe kwako ukisoma uwe sambaza huko. Kwa hiyo ni dini hiyo, ukisambaza unapata thawabu hiyo. Sasa usambaza unapata thawabu hiyo unapata thawabu masha. Watu unawazuilia na dini, watu unawazuilia suzie katika darasa ambazo sisi toka tumeanza darasa zetu qala Allah qala Rasul, hata kiacha qala Allah na chukua aqwal za ahlul ilm. Sisi hakuna ovu, bali sisi tumevibwa vita Msasani nzima kwa sababu ya kukemea bid'a. Si ndio? Wengine simechukua Msasani nzima, pengine watu wanachukia kwa sababu gani?
kwa sababu ya nyinyi kuamua kushikamana na sunna wengine, kwa sababu ya nyinyi pengine kutengeza kituo hichi mkaonekana mko ndani ya kituo hichi mnachukiwa wengine. Sasa imekuwa kumbe na sisi mbali wale wanaotuchukia kwamba watu wa bid'a wanatuchukia, kumbe na sisi wale ni wenzetu watu wa bid'a na sisi watu wa bid'a. Hii ni haki masheikh, hii ni haki au ni dhulma? Kwa tunadhulumiwa mbali ya kwamba na husnul dhanna bila shaka, lakini dhulma inofanyika ni kubwa. Watu kudhulumu vituo vya sunna, kutahadharisha vituo vya sunna ni katika hatari ambayo dawa inadhulumika. Watu wenye kupenda kheri wanadhulumika, wenye kushikamana na dini baadhi yao wanaangua ngoja nikasome wanadhulumika, wanazuiwa bila hoja msingi. Mimi nimeshawahi kusema sarahatan, yoyote katika wanaosema kwamba watu wasisome hapa au kwingine na kufundisha, yule ambaye ana hoja ya kielimu kwamba mimi siko sawa katika itikadi, siko sawa katika manhaj, siko sawa katika upande wa muamala wote alosikia kwamba jamaa na muamala huu na muamala huu yule muongo mwizi si kadha kadha, yoyote ruhusa azungumze, iwe msikitini, atoe muhadhara, atoe kalima, azungumze, abainishe kwa hoja. Siku fulani kazungumza jambo la bid'a, dalili hii na hii, kwa sababu hii ni bid'a na hii haiko sawa. Siku fulani kafanya ibada fulani haiko sawa. Siku fulani ameonekana anaenda katika manhaji ya ikhwani au manhaji fulani ambayo sema manhaji ya sunna. Nimesema mtu aliyekuwa na hoja azungumze, kunisema mimi aniseme, anirudi ajibu baadhi ya wale ambao wanazungumza kwa hoja ya kielimu. Hili salisema mwaka mmoja wala miwili wala mitatu. Nimelisema tamko hili zaidi ya miaka 10 nyuma na mpaka leo hakuna lozungumza. Sasa kama hoja ya kielimu simjibu masheikh. Sasa hakuna hoja ya kielimu, ndio kana usema wana kwa wengine makasuku wanabeba tu maneno hivi, kutaka kuharibu dawa, kutaka umashuhuri kwa watu, kutaka sifa. Kwa sababu kisia darasa zao kuta mtu sifa vile mambo ya sifa. Hii dawa haiko katika sifa. Dawa hii ni tunajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yeyote anatamasaki na dawa hii kwa haki na kwa ikhlas na kwa ukweli, Allah atamthibitisha na dawa itapata khairi. Yote ukishakuwa na ikhlas, ukishakuwa mkweli, fahamu kwamba hii dawa Allah atatia baraka na itathibiti dawa. Haiwezi kuondoka dawa kwa maneno yako, kuondoka dawa kwa maneno ya Abu Jahali. Abu Jahali ana hikma kuliko wewe. Wewe huna hikma. Abu Jahali hikima yake aliwaambia watu kwamba hii anosema Muhammad hii ni asatiru awali, hii ni historia za watu waliopita huko. Aliwaambia hivyo. Hakuwa na uwezo wa kusema msende kusoma kwa Muhammad, isipokuwa alikuwa anachafua tu mpaka ingawa imepita itifaki, lakini hakuwa na uwezo. Waliona kwamba wache waende, na wale waliotoa tashwishi msimsikilize Muhammad, wala ngoja tumsikilize kwanza hapo tuone itakuwaje. Kwa hiyo kwenda katika manhaji ya kutahadharisha dawa ni manhaji hatari, na wala si katika manhaji ya sunna jamaa. Unapomtahadharisha mtu na kitu, bainisha makosa ya kile kitu. Unapomtahadharisha mtu na masjid fulani, bainisha masjid ile na kadha wa kadha wa kadha. Sasa hii utahadhiri kwa mujmal hatukuona kwa sunna, au manhaji ya sunna kuna tahadhiri kwa mujmal. Mmefahamu mashe? Je, ahlus sunna si katika manhaji yetu kuna tahadhiri usikae na fulani, ikisha unaambia na nini, usisome kwa fulani, unaambii kwamba na nini, usimsikilize muhadhara wake, unaambii hii si katika manhaji ya sunna. Manhaji ya sunna usimsikilize fulani katika muhadhara ana bid'a yake hii na hii, usiende katika darasa yake anafundisha manhaji sio sahihi, anafundisha kitabu hichi na hichi na mfumo wake ni huu. Hii ndio manhaji ya sunna. Kwa hiyo yule anotahadharisha vituo vyetu kiwe hichi au kiwe kingine, abainishe. Tunazungumza kwamba abainishe, kinyume chake kuna jambo nyuma yake. Bainisha. Mimi nakubali kwamba hivyo alivyosema ametahadharisha, lakini bado tunamtaka hoja. Bainisha kwa nini watu nasema wasije kusoma Masjid Sunna Msasani au Mkolemba au sehemu nyingine. Bainisha. Halafu sio kweli wakizungumza huko wanazungumza huko, pengine wazungumza kadha wa kadha, lakini wengine wakija hapa, wengine atakusalimia onekana tabasamu hivi. Sasa unasalimia mimi nimepinda, mimi mtu bid'a, unakuja kusalimia jitu la bid'a, nitakuathiri. Utajenga mapenzi mimi na bid'a, utapata dhambi. Ni walimu wao wangekuta asalamu alaykum sheikh bibi Ali. Sasa mbona dini inachanganywa hivi? Kama mnaitakidi mimi ni mtu wa bid'a, msinisalimie.
kwa itikadi zenu ili mpate thawabu. Yani mimi nawapetishia, sitaki salamu yenu, sitaki mkono wenu, sitaki simu yenu, sitaki mahusiano na nyinyi, kwa sababu mimi ni mtu wa bid'a. Bakieni kivyenu, nasi tunabaki kivyetu. Ama kuleta taqarubul adyan, madhhabu ya ikhwanul muslimin, mnataka kuleta taqarubul adyan, taqarub madhahib, hii ni manhaji ya ikhwani. Kama vile kutaka kuonyesha tuko pamoja hadi yakuwa tuko pamoja. Na mimi nazungumza hili sarahatan, wao kama ni wa kweli wazungumze hadharani. Hawa walimu waseme msikiti wa Msasani, Masjid Sunna Msasani ni msikiti wa bid'a, sio wajibainishi kama vile tunavyosema sisi kwa mahizbi huko Maria Khna mahizbi, sio Rishadi mahizbi, nasema hivyo. Tunazungumza, rekodi zipo zinafika, nao wazungumze kani wa kweli. Hii nimezungumza makusudi kwa kuwatanabahisha kwamba nyinyi wengine hamfahamu, kwa sababu si watu wa magrupu, si watu wa madhabu, si watu wa kufuatilia masuala ya damu na kuja darasani na rudi nyumbani. Lakini kwa wale ambao wanafuatilia, hali sivyo tunavyoizania. Watu wanatahadharisha mpaka ikituo, na ushahidi ni hiyo message iliyokuwa nimwasomea. Hii imeandaliwa na hao wanafunzi, wameandaa na walimu wamebariki, kwa sababu hajikataza hiyo kwamba tunatahadharishwa hapa. Ala kulli hal, tumuombe Allah thabati, tumuombe Allah thabati, na tumuombe Allah husnul khatima, na msingi tumuombe Allah husnul al-khatima, sababu hatujui mtakufa muda gani. Kufa katika sunna ndio kusirika kwa kila mmoja wetu. Wajazakumullahu khaira. Alhamdulillah. Kesho.